Yesu Kristo, tuaje mbele zako asubuhi iliyo njema. Nasema ni asante kwa ajili ya kibali ambacho Bwana ni cha uhai, ambacho Bwana umefikia kutubarikia. Pokea sifa na utukufu ukiwa juu enzini zako, kwa kuwa ndiye Mungu kimbilio, ngemeo, tegemeo na msaada wetu wa karibu. Tuamini asubuhi njema leo kana kwamba si ni wanadamu na si ni wakosaji mbele ya macho yako matakatifu. Baba, mahali popote tunaweza kuwa tumestakiwa na ule moshi shetani kwako, kwa shukrani ukatakase, ukatusamehe na ukatuoshe na damu ya mwanao Yesu Kristo. Wakati huu tunapokutolea ibada hii Bwana, tukawe tumekubalika mbele ya macho yako matakatifu, kwa sababu tuamini kana kwamba pasipo na kukubalika mbele ya macho yako matakatifu, chochote tunachotenda kinatuhusu sisi, akikuhusu wewe, kwa sababu tumeitisha hakika Bwana kule kukubalika, ili tukastahili mahali tulipo na hata juu mbinguni, kwa kuwa ndiye Mungu kimbilio, ngemeo, tegemeo na msaada wetu wa karibu. Baba, na kuomba tu ukashukie madhabahu haya na ukabali kuyafunika na utukufu wako, kwa yatakase kutoka mahali hapa mbele katika hadi mahali pale nyuma, ili Bwana ikadirike wazi kana kwamba ni nyumba yako. Saidi yote ukatakase barabara pale kwa maingilio Bwana, ili watu wako wakija wawe na ufunganisho na ushindi na ushuhuda katika maisha yao na katika mioyo yao, kaamini kana kwamba kweli wamekuja ili waabudu Mungu aliye hai. Sifa na utukufu zikakurudie ukiwa juu enzini zako. Wewe ni Mungu ambaye ushindwi na jambo lolote duniani na hata juu mbinguni. Asubuhi iliyo njema, kabla tuanze ibada, tunatumana kwa wale ambao wako na uzito na udhaifu katika miili yao, kule hospitalini, manyumbani, mahali popote kila mmoja alipo, lakini ajihisi vyema katika maisha yake ama katika mwili wake. Wewe mwenyewe ukabali kumtembelea na ukafikie kumonekania na kumunguza, ili ukamwondolee udhaifu na uzito katika mwili wake. Naamini kana kwamba kuna wale ambao wameona kana kwamba wamefika ukutani. Mwanadamu anapofika mwisho, wewe Mungu unakuanga ni mwanzo wako. Pokea sifa na utukufu ukiwa juu enzini zako, kwa kuwa ndiye Mungu kimbilio, ngemeo, tegemeo na msaada wetu wa karibu. Baba, pia nakuomba kwa ajili ya wote walio magerezani, waliofungwa na makosa yao, na wale ambao hata walifungwa bila makosa. Unawajua na unawaelewa vyema. Kila mmoja namkabidhi tu mikononi mwako. Unajua matendo yao na unajua siri za mioyo yao. Naomba ukabali kuanguza na ukabali kuwafunguanisha, na kila mmoja akabali kukutana na ushindi wako, kwa kuwa ndiye Mungu kimbilio lao. Sifa tena zikakurudia ukiwa juu enzini zako. Ibada hii tunayoenda kukutolea mahali hapa, naomba kila kipindi chochote ambacho kitaenda kupita katika nyumba hii, wewe mwenyewe ukabali kukiongoza na ukabali kukifunguanisha, ili ushindi na ushuhuda ukafikia kupokelewa, kazidi kudhihirika wazi kana kwamba wewe uko na unastahili kuabudiwa. Yote Bwana, tukiona akienda kutimia, tukushukuru na pia tunasema ni asante. Tunapokuanza kuwa pamoja nasi hadi wakati ambao ni wa ukamilisho, tutatoa shukrani zetu mbele ya macho yako matakatifu kwa ajili ya matendo yako mema. Sifa na utukufu zikakurudia ukiwa juu enzini zako, katika jina la Yesu Kristo tunaomba na hata kuamini. Sifa. Kama vile ambavyo nimetangulia kusema, ni asubuhi iliyo njema ambao Bwana mwenyewe ametubariki nayo. Bwana mwenyewe ametujalia neema hizo. Bwana mwenyewe ametupatia ama ametubariki na hicho kibali. Kile ambacho kinahitajika, mpendwa, ni kujua ni kwa nini tumefika katika nyumba ambayo ni ya Bwana. Nini umeleta mbele za macho ya Bwana? Yawe ni mahitaji, yawe ni mambo mazito ulio nayo, lakini kile ambacho Bwana anahitaji kwanza kutazama mbele na ndani yako ni moyo wako, vile ulivyo mbele zake na vile yeye alivyo katika moyo wako. Hivyo ndivyo Bwana anavyohitaji kujua kabla yale mambo mengine yote yakafikie kuanza. Bwana apewe sifa. Tengeneza hiyo sauti. Kwa hivyo chukua hatua. Wewe mwenyewe unyenyekee mbele za macho ya Bwana. Wewe mwenyewe, Bwana mwenyewe umwachie nafasi, ili akafikie kukuongoza, ili akafikie kutangulia, ili akafikie kujidhihirisha, kwa sababu yeye ni mwaminifu. Bwana apewe sifa. Yeye ni mwaminifu katika kila jambo, na inabidi sisi wenyewe tukafikie pia kuaminika. Bwana apewe sifa. Ili Bwana mwenyewe akafikia kutenda kazi pamoja nasi. Bwana apewe sifa. Kwa hivyo asubuhi njema ya leo
kile ambacho nastahili nikwambie kabla tuende katika ibada kamili, nini Mungu anataka kwetu. Maandiko katika kitabu ambacho ni cha Yohana kifungu cha 4, kuna mwanamke mmoja ambaye, tuanzie mstari wa 13. Kuna mwanamke mmoja ambaye alikutana na Yesu katika kisima. Alikuwa ametembea mahali pale ili akapate kuyatafuta maji. Katika kule kutembea na kuelekea kisimani, yeye hakuwa anajua kana kwamba yeye akifika mahali pale katika harakati ya kuchota maji atafikia kukutana na mwana wa Mungu. Bwana apewe sifa. Lakini alipofika mahali pale, akiendelea kushughulika na yale maji ambao ama na lile hitaji ambalo lilikuwa limempeleka mahali pale, Yesu mwenyewe alisimama kando yake. Na wakati aliposimama kando yake, alimwambia ampe maji ili akapate kunywa. Bwana apewe sifa. Kuna kitu ambacho huyu mwanamke anaambia Yesu, anakwamba Wayahudi na Wayunani wanga hawachangamani. Bwana apewe sifa. Yesu hakuja kuelewa wale ambao hawachangamani, lakini alikuja akielewa kana kwamba watoto wote ni wa Mungu na wanastahili kufunguliwa kutoka katika dhambi zao ili wakapate kumtumikia Mungu katika roho na kweli, ili nyakati za mwisho wakafikie kuingia katika uzima ambao ni wa milele. Pigia Yesu makofi mazuri. Ambao ni uzima wa milele. Na wakiwa vile, Yesu akakaa mle kisimani ili akapate kumwongelesha yule mwanamke. Mwanamke huyu hakumuelewa Yesu sana, lakini Yesu alimuelewa kikamilifu, na ndio alitamani akae na yeye mahali pale, ili mpaka mwisho huyu mwanamke akafikia kuelewa ni nini ambao anastahili kufanya ili akapate kupokea ukombozi wake. Pigia Yesu makofi mazuri. Maandiko inasema Yesu akajibu akamwambia yule mwanamke, kila anywaye maji haya ataona kiu tena. Yale maji ambao alikuwa anachota, hata akienda kuyatumia itabidi arejee tena kisimani akapate kuyateka tena, kwa sababu ana mahitaji ya yale maji siku kuenda siku. Mstari wa 14, walakini yeyote atakaye kunywa maji yale nitakayempa mimi hataona kiu milele, bali yale maji nitakayompa yatakuwa ndani yake chemichemi ya maji yakibubujika uzima wa milele. Bwana apewe sifa. Kwa hivyo Yesu, tamanio la moyo wake ilikuwa ni huyu mama afunguke kupitia kwa neno, na ajue kana kwamba kupitia kwa neno kuna ushindi, kupitia kwa neno kunao mema, kupitia kwa neno kuna uponyaji, na kupitia kwa neno kuna ufunguanisho, na pia kupitia kwa hiyo neno kuna uzima wa milele. Na uzima huu wa milele ndio upatikane. Mtu ama mwanadamu anastahili kuwa anakaa namna gani na huyu Yesu ama na Mungu mwenyewe. Ya Yesu makofi mazuri. Mstari wa 15 unasema, yule mwanamke akamwambia, Bwana, unipe maji hayo nisione kiu wala nisije hapa kuteka. Yesu akamwambia, nenda kamwite mumeo uje naye hapa. Bwana apewe sifa. Kwa sababu Yesu katika ulimwengu wa roho kunao dhambi ambao aliona, ama kunao uchafu fulani ama kutokukamilika fulani aliyoona huyu mwanamke anatembea nao, na wakati alipomtazama ndio yeye anaelekea kuondoa yale makosa yaliyokuwa ndani ya yule mwanamke. Ndio huyu mwanamke ameitisha maji ya uzima, na anasema na kwamba apewe yale maji ili asiende mahali pale kuteka tena yale maji. Bwana apewe sifa. Na kwa sababu Yesu kuna kitu anaona ndani yake na anahitaji akapate kumfunguanisha ili akapokee kile ambacho sio cha kuisha, ndio sababu anamwambia enda ukafikia kumuita mumeo uje naye mahali hapa. Bwana apewe sifa. 17, yule mwanamke akajibu akasema, sina mume. Yesu akamwambia, umesema vema, sina mume, kwa maana umekuwa na waume 5, naye uliye naye sasa siye mume wako. Hapo umesema kweli.
huyu mwanamke alikuwa ngana ndoa, lakini ndoa zile ambazo alikuwa anapata hazikuwa zinasimama, na yeye hakuwa anaelewa kana kwamba kuoleka mahali hapa na pale na pale na pale, hiyo ni makosa hata mbele za macho ya Bwana. Na ndiyo sababu maji haya ya uzima hayakuwa yamemfikia, neno hili alikuwa limekaa ndani yake. Kwa hivyo Yesu kile ambacho anahitaji ni kumrekebisha ili njia yake iwe njema, ndiyo aanze mwanzo mpya na safari yake ikawe imeongozwa na uwezo ambao ni wa Mungu mwenyewe. Pia Yesu makofi mazuri. Na Injili inasema yule mwanamke akamwambia, Bwana, naona ya kuwa unabii. Baba zetu waliabudu katika mlima huu, nanyi husema ya kwamba huko Yerusalemu ni mahali patupasao kuabudu. Yesu akamwambia, mama, unisandiki ama uniamini? Saa inakuja ambayo hamtamwabudu Baba katika mlima huu wala kule Yerusalemu. Ninyi mnaabudu msichokijua, sisi tunaabudu tukijuacho, kwa kuwa wokovu watoka kwa Wayahudi. Lakini saa inakuja, nayo saa ipo, ambayo waabudu halisi watamwabudu Baba katika roho na kweli, kwa maana Baba awatafuta watu kama hao wamwabudu. Mungu ni roho, nao wamwabudu yeye imewapasa kumwabudu katika roho na kweli. Yule mwanamke akamwambia, najua ya kuwa yuaja Masihi haitwaye Kristo, naye atakapokuja yeye atatufunulia mambo yote. Yesu akamwambia, mimi ninayesema nawe ndiye, ama mimi ninayesema nawe ndiye Yesu mwenyewe, ama huyo Kristo. Bwana apewe sifa. Amen. Kwa hivyo asubuhi njema ya leo nikuje kwako na kukuambia ya kwamba Yesu ananitafuta na Yesu anakutafuta, ili njia yako ikafikie kurekebika, ili wewe mwenyewe ukamuelewe na mimi mwenyewe nikamuelewe, ili tukamtumikia katika roho na kweli. Kwa hivyo wapendwa, niwaambie katika ukweli wa mambo ya kwamba pasipo na roho hatuwezi tukatumika kulingana na mapenzi ya Bwana. Na sana sana watu wengi tunaoenda makanisani, tunaenda makanisani bila roho wa Mungu. Na wakati tunapoenda bila roho wa Mungu, tunatenda kulingana na mapenzi yetu. Wakati ambao unachukizwa na ndugu yako ama dada yako, unaamua nitakimbia niepe ama niondoke. Lakini inafaa uelewe hili ni jaribu. Mwana wa Mungu alipitia hili jaribu, na pasipo na vita hii safari haiwezi kamilika. Inafaa udumu katika lile neno, inafaa udumu katika yale madhabahu, kwa sababu sio wewe ambaye ulijituma mahali pale, bali ni Mungu aliyekutuma katika yale madhabahu ili ukapate kumwabudu. Maandiko inaniambia kana kwamba shamba la Mungu ni kubwa, lakini watenda kazi ni wachache. Wakati ulioingia katika hilo shamba ulikuwa unaenda kazi. Wakati unapoiacha ile shamba, nani ambaye atasimama katika nafasi yako ili akatende kazi katika hiyo nafasi? Yesu mazuri. Kwa hivyo sehemu ambayo Mungu aliachilia kwa ulimwengu ambao ni wa roho na akafikia kutubarikia hiyo sehemu, kulikuwa na sababu tupokee Roho Mtakatifu, kulikuwa na sababu tutumwe, kulikuwa na sababu tuitwe. Na katika kuitwa na katika kutumwa inafaa tumpatie Yesu nafasi ama Roho Mtakatifu nafasi ili atuongeleshe. Tusiongeleshwe na akili zetu, tuliongeleshwe na nguvu zetu, tusiongeleshwe na mawazo yetu, lakini tuongeleshwe na Roho Mtakatifu, naye atatuongelesha kupitia kwa neno la Mungu, na akituongelesha kupitia kwa neno la Bwana, tuende na hilo neno ili tukafikia kukamilika na ushindi ukawe ndani yetu. Ndiyo Yesu mkono mazuri. Ndio unasikia leo maandiko inatuambia kana kwamba Mungu ni roho, na wale ambao wanafaa kumwabudu huyo Mungu lazima wamwabudu katika roho na kweli. Kwa hivyo wewe mwanadamu, wakati unaopookoka, unao sehemu inahitajika ambayo ni ya Mungu iingie ndani ya maisha yako, iingie ndani ya wokovu wako, iingie ndani ya moyo wako ili ikafikie kukuongoza. Ndiyo Yesu makofi mazuri. Kwa hivyo anatoa ule uongozi wa akili zako, ule uongozi wa mambo yako, ule uongozi wa nia zako, analeta uongozi wake ndani yako ili yeye mwenyewe, sababu alikuleta duniani na sababu akakutumia vile ambavyo anataka, lakini sio vile ambavyo wewe mwenyewe unataka. Ndiyo Yesu makofi mazuri. Mungu ni roho, na wale wote wanaohitaji kumtumikia Mungu
inafaa wamtumikie katika roho na kweli. Na huyu Mungu anasema, na watafuta watu kama hao ili wakapate nafasi ambao ni ya kunitumikia. Kwa hivyo yeye anahitaji atumikiwe vile ambavyo anataka, lakini sio vile ambavyo wanadamu wanavyosema. Na ndiyo sababu tuliandikiwa barua hii ambayo inaitwa Biblia, ili ikafikie kutupa mwongozo wakati ambao umeiachilia Biblia na unaenda kulingana na mapenzi yako. Haupendi kazi ambao ni ya Mungu, sababu siku hizi ile ambacho tunafurahia ni kuambiwa wachawi wetu ni akina nani, kuambiwa maadui zetu ni akina nani, kuambiwa watesi wetu ni akina nani. Lakini tunakosa kuelewa tunaye mfalme. Kabla ujue adui, huyo mfalme anajua adui. Kabla ujue mtu mtesi wako, huyo mfalme anajua yule mtesi. Kabla ujue mchawi wako, yule mfalme anajua mchawi wako. Kwa hivyo inafaa utumane mbinguni ili yule anayejua adui yako na mchawi wako ashuke akupambanie zile vita katika ulimwengu wa roho, ili uendelee katika roho kumtumikia kwa kweli. Ya Yesu mkono mazuri. Kabla tunaelewe yale ambao tunayatusumbua, mfalme wetu ambaye ni Mungu wanga ashaelewa. Kwa hivyo chetu ni kunyenyekea, kama vile ambavyo maandiko yaliyo katika kitabu cha Mambo ya Nyakati wa Pili 7:14 inavyosema, ikiwa watu wangu walioitwa kwa jina langu watafikia kujinyenyekesha na kuomba na kunitafuta uso na kubadilika, waziache njia zao mbaya, basi nitasikia toka mbinguni, nitawasamehe dhambi yao na pia nitaiponya nchi yao. Wakiwa vile sasa, masikio yangu yatafunguka, macho yangu yatafunguka, nitawaona, nitawasikia, na kile ambacho wataomba katika ile nyumba mimi mwenyewe nitakipokea. Mpendwa, nataka nikutoe katika matendo yako. Naomba nikutoe katika nia zako. Naomba nikutoe katika mawazo yako. Umeumbwa, uliangakia katika ulimwengu wa giza, wakati ulipojaribu mambo yote lakini yakashindikana. Ukaona kana kwamba upande huu zisaidiki, na ukaona ni vyema nimkimbilia Mungu. Sasa wakati ambao unaona ni kana kwamba umefika mahali umechoka na hii safari ya wokovu, nani mwingine ambaye utakimbilia? Kwa sababu ukiondoka tu kidogo, shetani atamiliki maisha yako na atafikia kukutumia vile ambavyo yeye mwenyewe anataka, na atakutumia zaidi ya vile ambavyo alikuwa anakutumia wakati ambao haukuwa umeokoka. Hiyo Yesu makofi mazuri. Hiyo Yesu makofi mazuri. Jambo moja tuelewe, wakati unapoenda kutafuta Mungu katika madhabahu yake, unakuanga umeingia katika shamba, na mahali pale kuna kazi ambayo imeandaliwa. Kwa hivyo ile kazi inategemea wewe. Ukienda asubuhi unatoka saa 4, kuna mwingine akienda asubuhi anatoka saa 7, kuna mwingine hata anafikisha saa 12. Kufikisha saa 12 inamaanisha namna gani? Mimi nimeshaelewa ile kazi ambayo nimepewa. Kwa hivyo yule ambaye ni kiongozi, Bwana wangu ambaye ananiongoza, ndio atakaye kuwa ananipa yale mamlaka ya mwanzo, mamlaka ya kuendelea na mamlaka ya kukamilisha. Pigia Yesu makofi mazuri. Kwa hiyo wakati wapendwa, tunakapoelewa Mungu ni nani, atumwambie ya kwamba tunahitaji Roho Mtakatifu atuongoze. Hata tunyima roho, hata tuachilia roho, na mahali ambao unasumbuka, Roho ataingilia kati, ataleta majibu, ataleta mwongozo, atanena na wewe, na katika ulimwengu hautafikia kuhangaika, sababu unaye kiongozi. Hata jaribu lije namna gani, ataingia katika maisha yako, katika ulimwengu wa kiroho atanena na atakupa mwongozo, na ushindi utakuwa ndani yako na katika maisha yako. Ya Yesu makofi mazuri. Wapendwa, nitarudia tena, ndio tuitanishwe na uzima wa milele, ndio tuitanishwe na ule ufalme ambao Yesu amesema naenda kuandalia makao, na nitakapokumaliza kuandalia makao nitakuja kwenu ili niwakaribishe, niposa mahali nilipo hata nyinyi muwepo. Je, huyu Yesu atatukubalia? Sababu gani? Yeye ndiye atakaye kuwa anasimama mlangoni kumwangalia aliye mwema na kumwangalia aliye mbaya. Yeye ndiye atakaye tofautisha watu wake. Yule ambaye ni wa motoni atampa njia ya motoni, yule ambaye ni wa uzimani atapewa njia ya uzimani.
Yesu makofi mazuri. Yesu makofi mazuri. Na huyu ambaye atakuwa mlangoni ni yule ambaye alidungwa umbavuni akasikia uchungu wa mkuki. Ni yule ambaye alipigiliwa na misumari akajua uchungu wa nyundo na msumari. Ni yule ambaye alivalishwa kofia ya miiba akasikia ikimdunga kichwani, na akasema, anayetaka kunifuata wapendwa, abebe ule msalaba aje nyuma yangu ili anifuate. Tuache kutafuta miujiza, tutafute mbingu, tutafute uzima, tuache kutafuta baraka, tumtafute Mungu ajaye baraka. Atashuka kwetu na atatubariki na atafungua milango. Wala pewe sifa. Imefika wakati na saa, wapendwa, tujue ukweli, sababu katika kila ibada yoyote tunayoenda kujihudhurisha mbele za Bwana, shetani anaenda katikati yetu. Lile hitaji ambalo linakusumbua mahali pale kwa nyumba, unalokuja nayo kanisani, unasongea shetani katika ile kiti ambacho umekalia. Anauleta wazo, nitaondokea shida hili lini, nitaondokea tatizo hili lini, nitaondoka katika janga hili lini. Shetani amekuwa rafiki kwa hiyo kiti umekalia, kwa sababu haujui umemuendea nani, lakini umebaki ukiwaza uzi nyumba yako, uzi watoto wako, uzi maisha yako. Haujawapa uhai, haujawapa maisha, haujawapa kuishi. Yeye aliye juu amewapa. Yesu makofi mazuri. Yesu makofi mazuri. Wapendwa, kinachohitajika tumwangalie Bwana anahitaji nini. Tujitolee kwa bidii kumtafuta Mungu. Unapomtafuta Mungu, kabla ujue shida yako anaielewa, kabla uifikia anaiondoa mbele zako, na safari inafikia kuendelea. Ndiposa yeye mwenyewe anasema, kwa wacha wake kila silaha itakaofanyika kinyume chako hawatafikia kufanikiwa, na ule ulimi utakaoinuka juu yao wao wenyewe watahukumu kuwa mkosa. Anasema na kwamba huu ndio urithi wa watumishi wangu unaotoka kwangu mimi Bwana. Yesu makofi mazuri. Mungu anajaribu kutuonyesha namna gani ana kwamba kunazo silaha ambazo zinatengenezewa mahali kwa sababu yangu, kwa sababu yako, na kabla zitengenezwe, kabla wajiandae, anawajua na anawaelewa. Kwa hivyo yeye anakuangalia mbele zako, anakuwekea ukuta, anakuwekea jeshi, anakutumia Mikaeli ili akazuie zile silaha ili zisiende kukufikia. Yesu makofi mazuri. Jambo moja, maandiko imesema Mungu anawatafuta watu wanaomwabudu katika roho na kweli. Ndiposa mbingu ikahesabiwe yao, uzima ukahesabiwe kuwa ni wao, na vile utakavyojitolea hivyo ndivyo itakavyokuwa. Asubuhi ya leo nimesema namna gani kunao watoto ambao ni wa mzee mmoja alikuwa anaitwa Yese. Alikuwa na watoto I think walikuwa ni 7. Walikuwa 7, na wakiwa 7 kuna watu walikuwa wameimarika 6 katika maisha yao, katika kulelewa kwao na baba yao. Lakini kuna mmoja ambaye alikuwa anachunga kila wakati, kila siku anaamkia kuchunga, akiwa kule kwa sababu ya kutii kwake. Mungu alimuidhinisha, mbingu ilimuidhinisha, mbingu ilimteua, mbingu iliongea juu yake na ikamhesabia kuwa yeye anastahili kuwa mfalme. Lakini waliokuwa nyumbani wakati Samueli alipotumwa walisimama, wakaangalia suti zao, wakaangalia viatu zao, wakaangalia fedha yao, wakajihesabia kuwa sisi ndio tutakaoteuliwa. Lakini walipopita mbele ya Samueli, alisema wa kwanza Mungu hajamkubali, na wote Mungu hajamkubali. Alienda mbele ya huyo mzee akamuuliza, kuna mtoto mwingine ambaye hatuko na yeye mahali hapa? Akasema kuna yule wa mwisho ambaye ako kule machungani. Samueli akasimama na akasema, hata huyo sio wa kungojea watu wamekaa, inafaa tumongojee ama tumesimama, kwa sababu huyo ndiye mteule ambaye ni wa Mungu. Kwa hivyo kilicho ndani yako, kilicho ndani yangu, anayekielewa na kukijua ni huyo aishie milele na milele, aliyeniumba na akakuumba. Yeye ndiye atakupeleka mbele. Daudi hakuwa anajua ana kwamba atakuwa mfalme, hakuwa anajua ana kwamba mbingu inamuidhinisha. Wewe nyenyekea, mbingu iongee juu yako, mbingu ikuteue, mbingu ikuongoze.
uongoze, mbingu inene juu yako na mbingu ikufungulia milango. Naweza jaribu kujifungulia milango, naweza jaribu kujisaidia katika akili zangu, lakini haitawezekana isipokuwa Mungu aingilie kati na nionyeshe njia yenye nitakaoiendea, kwa sababu wakati nilikuwa kule katika ufalme wa giza tuliokuwa tunatawaliwa na shetani, nilijaribu akili zangu, nilijaribu matendo yangu, ikashindikana. Hiyo niliona nikimbie nimwepe yule mfalme wa giza, nikamwendea mfalme wa nuru. Ya Yesu mwokozi. Nimalizie. Unao maandiko wangana shinda nayo kila wakati kwa ajili yako. Wakati ambao Yesu alipita baharini asubuhi na mapema, akawapata akina Petro wako mahali pale, wamejaribu kutafuta samaki hawapatikani. Wakati ambao yeye mwenyewe aliwahubiria, aliwaambia chukueni nyavu zenu, endeni mahali pale kilindini mkavue samaki. Petro alikuwa na jambo la kumwambia Yesu, Bwana, tumekesha usiku kucha mahali hapa, lakini hatukupata samaki yeyote, lakini kwa ajili ya neno lako nitazizusha nyavu. Pigia Yesu makofi mazuri. Simama katika imani, wacha Yesu akapate kuongoza. Ingia katika shamba la Bwana. Usiongope mwenzako, usiongope rafiki, usiongope yule ambaye unakaa na yeye. Muongope Yesu na baba yake na uishi na yeye. Mwanadamu ukiwa na Mungu, hakuna chochote atakacho kutenda. Atakuwa ni mtu wa kushindwa, lakini wewe utakuwa ni mtu wa kushinda, kwa sababu Baba na Mwana wamekukalia. Yesu makofi mazuri. Yesu makofi mazuri. Bwana apewe sifa. Amen. Unafungulia kitabu cha Yohana 14. Anzia pale mstari wa kwanza tu. Hata ndio kama utasoma hicho kifungu, upige kama mstari wa anza tu usoma tu. Karibu yote nitakwambia mahali utasimamia. Yohana Mtakatifu 14. Mstari wa kwanza unasema, msifadhaike mioyoni mwenu. Msifadhaike mioyoni mwenu. Mnamwamini Mungu. Mnamwamini Mungu. Niaminini na mimi. Niaminini na mimi. Nyumbani kwa Baba yangu. Nyumbani kwa Baba yangu mna makao mengi. Mna makao mengi. Kama sivyo ningaliwaambia. Kama haiko pale makao ningaliwaambia mapema. Maana naenda kuandalia mahali. Maana mimi Yesu naenda kuandalia mahali. Basi mimi nikienda na kuandalia mahali. Nitakuja tena niwakaribishe kwangu. Nitakuja kwenu ili niwakaribishe mahali pale. Kwangu ili nilipo mimi nanyi muwepo. Ili nilipo mimi Yesu hata nyinyi muwepo. Nami niendako mwaijua njia. Tomaso akamwambia, nafaa ujiulize njia ni gani? Sikiza. Tomaso akasema akamwambia, Bwana, sisi hatujui uendako. Nasi twaijuaje njia? Je, wewe ushajua njia ama hujui kule ambao unaelekea? Yesu akamwambia, mimi ndimi njia na kweli na uzima. Mtu haji kwa Baba, mtu hawezi fika kwa Baba ila kwa njia ya mimi, ila kwa njia yangu mimi Yesu. Kama mngalinijua mimi, mngalimjua na Baba. Hata Baba mngekuwa mshamjua. Tangu sasa mnamjua, tena mmemwona. Filipo akamwambia, Filipo akamwambia, Bwana, tuonyeshe Baba yatutosha. Filipo anasema aonyeshe Baba, ndio akafikie kutosheka, ndio akawe na imani, ndio akawe na utolevu. Yesu anamwambia namna gani? Yesu akamwambia, mimi nimekuwa pamoja nanyi siku hizi zote. Wewe usinijue. Filipo, endelea. Aliyeniona mimi amemwona Baba. Yesu amemwona Baba. Basi wewe wasemaje utuonyeshe Baba? Unasema aje utuonyeshe Baba? Usadiki ya kwamba mimi ni ndani ya Baba. Yesu ni ndani ya Baba. Na Baba yu ndani yangu. Na huyo Baba yu ndani yangu. Hayo maneno niwaambiao mimi siyasemi kwa shauri langu. Lakini Baba kae ndani yangu usifanye kazi zake.
akifanya kazi zake. Mnisadiki ya kwamba mimi ni ndani ya Baba. Mnisadiki ya kwamba mimi ni ndani ya Baba. Na Baba yu ndani yangu. Na Baba yu ndani yangu. La, hamsadiki hivyo. Kama hamuamini hivyo ama hamsadiki hivyo. Hii ni kwa sababu ya kazi zenyewe. Angalieni kazi zenyewe na mfikie kusadiki. Amina, amina waambieni. Amina, amina waambieni. Yeye aniaminie mimi. Yule ambaye anayeniamini mimi. Kazi nisifanyazo mimi. Kazi nisifanyazo mimi. Yeye naye atazifanya. Yeye atapewa uwezo wa kuzifanya. Naam. Naam. Na kubwa kuliko hizo atazifanya. Na hata kwa ukubwa atafanya kazi zaidi ya vile ambavyo Yesu alifanya hiyo kazi. Kwa kuwa mimi ninaenda kwa Baba. Kwa kuwa mimi Yesu sasa naenda kwa Baba. Nanyi mkiomba lolote kwa jina langu. Nanyi mkiomba lolote kwa jina langu. Jifunze na ujiulize swali. Mambo haya ambayo yameshindikana, yanashindikana kwa sababu ya nani? Ni mimi ama ni Yesu? Ni mimi ama ni Mungu? Sababu anasema mkiniamini, ombeni lolote ambalo mnahitaji, nami nitafikia kulitimiza. Kwa hivyo inaonyesha tunaomba vibaya, hatuombi kulingana na mapenzi ya Mungu. Endelea. Tuomba bila imani. Endelea. Nanyi mkiomba jambo lolote kwa jina langu, hilo nitalifanya. Tutumie hilo jina la Yesu na tufikie kuomba kwa hilo jina, na kile tunahitaji atafanya. Ili Baba atukuzwe ndani ya Mwana. Ili Baba atukuzwe ndani ya Mwana. Kiomba neno lolote kwa jina langu. Kiomba neno lolote kwa jina langu. Nitalifanya. Nitalifanya. Mkinipenda mtazishika amri zake. Sikia, tukimpenda Yesu tutazishika amri zake. Nami nitamwomba Baba. Naye Yesu ataomba Baba. Naye atawapa msaidizi mwingine. Naye atatupa msaidizi mwingine. Ili akae nanyi hata milele. Sikia, akae nasi hata milele. Iye Roho wa kweli. Yule Roho wa kweli ambaye ulimwengu hauwezi kumpokea. Ulimwengu hauwezi kumpokea. Je, wewe ni wa ulimwengu ama wewe ni wa mbingu? Ikiwa wewe ni wa mbingu, utapokea Roho Mtakatifu. Ikiwa wewe ni wa ulimwengu, utakosana na Roho Mtakatifu na atakaa ndani yako na utatenda kulingana na mapenzi yako. Endelea. Kwa kuwa haumuoni wala haumtambui. Hatumuoni wala ulimwengu haumuoni na haumtambui, bali nyinyi mnamtambua. Lakini sisi tunamtambua Roho Mtakatifu, maana anakaa kwenu, kwa sababu anakaa kwetu, naye atakuwa ndani yenu. Naye atakaa ndani yetu ama atakuwa ndani yetu. Sitawaacha ninyi yatima. Yesu anasema hatuachi kama yatima. Naja kwenu. Anakuja kwetu. Bado kitambo kidogo na ulimwengu haunioni tena. Bado kitambo kidogo na ulimwengu haunioni tena. Bali ninyi mnaniona. Bali ninyi mnaniona. Na kwa sababu mimi ni hai. Ndio, kwa sababu mimi ni hai. Ninyi nanyi mtakuwa hai. Ninyi nanyi mtakuwa hai kwa sababu ya Yesu. Siku ile ninyi mtatambua. Sikia sasa, leo tambueni. Siku ile ninyi mtakapotambua. Leo tutambue ya kuwa mimi ni ndani ya Baba. Mimi ni ndani ya Baba. Na Baba yu ndani yangu. Na Baba yu ndani yangu. Nanyi ndani yangu. Nanyi mko ndani yangu. Nami ndani yenu. Ngoja. Yesu ako ndani ya Baba. Amen. Amen. Yeye yuko ndani yetu. Amen. Na sisi tuko ndani yake. Amen. Sisi na Mungu na Yesu tuko kitu kimoja. Endelea. Nami yeye aliye na amri zangu, yeye aliye na amri zangu na kuzishika, kutembea nazo, yeye ndiye anipendaye. Yeye ndiyo yule ambaye ananipenda. Naye anipendaye atapendwa. Naye anipendaye mbingu itampenda. Baba atafikia kumpenda. Nami nitampenda na kujidhihirisha kwake. Nami nitampenda na nitamtembelea, ama nitajionyesha, ama nitajidhihirisha kwake, ama nitatembea anione. Yuda ambaye si Iskarioti. Yuda alikuwa pale katikati ya wale wanafunzi. Yuda Iskarioti. Yuda si Iskarioti. Endelea. Akamwambia Bwana, imekuwaje kwamba wataka kujidhihirisha kwetu? Imekuwaje wataka kujidhihirisha kwetu? Si kwa ulimwengu, bali si kwa ulimwengu. Yesu akajibu akamwambia, mtu akinipenda atalishika neno langu. Na Baba yangu atampenda. Nasi tutakuja kwake. Na kufanya makao kwake. Mtu asiyenipenda yeye hayashiki maneno yangu. Nalo neno mnalolisikia silo langu, ila ni lake Baba aliyenipeleka. Yesu makofi mazuri. Yesu makofi mazuri. Yesu anasema tukimpenda,
Yeye mwenyewe na Baba watakuja nyumbani mwetu, watafanya makao kwetu. Na hapo ndio uanga nasema ya kwamba wakati ambao wamefanya makao juu yako, wakati ambao wamefanya makao nyumbani mwako, wakati ambao wamefanya makao kanisani, elewa kana kwamba shetani hatakuwa na nafasi ya kuleta madhara kwako, ya kuleta uzito kwako, ya kuleta magonjwa kwako, ya kuleta umaskini kwako. Hizo roho zote ambazo shetani anakuja nazo zinapigwa marufuku na Roho Mtakatifu ambao ni sehemu ya Mungu, inakuja na inakaa pamoja nawe. Amen. Ya Yesu makofi mazuri. Amen. Ya Yesu makofi mazuri. Kwa hivyo wapendwa, jambo ambalo ni la maana, nimekuambia kana kwamba Yesu ameongea. Amesema yeye ndiye njia, yeye ndiye kweli, na yeye ndiye uzima. Mtu hawezi akaenda kwa Baba ila kwa njia ambao ni ya Yesu Kristo. Amen. Naomba utambue nikikumalizia na kukwambia kana kwamba wakati unapoenda katika madhabahu ya Bwana, unaingia katika shamba la Bwana. Kunao kazi ya Bwana inahitaji itendeke mahali pale. Kwa hivyo kuanzia siku ya leo jifunze kitu kimoja. Nataka uelewe kitu kimoja. Wanadamu, maandiko imeniambia kana kwamba kunao ngano na pia kunao magugu. Wale magugu lazima walete vikwazo kwako. Ile ngano lazima isimame na wewe. Lakini inategemea kama wewe ni ngano, unaishi aje na Mungu, unakaa aje na Mungu wakati unanguzwa na ngugu. Amen. Amen. Wakati magugu yanapokunguza, reaction yako ni aina gani? Wewe unavumilia ama unakimbia ama unateta ama unalalamika ama unatukana ama unapigana vita? Lakini Yesu yeye mwenyewe hakujipigania, yeye hakujitukania, yeye hata hakujiulizia swali. Yote aliyaweka mbele ya Baba na alimpigania hadi mwisho. Na ndio unaona alikuwa na furaha nyingi, hata wakati ambao alishuka mautini, alipeleka injili kwa wale ambao hawakuwa wamepokea hiyo injili. Ndio maandiko inainuka na kutuambia ya kwamba yeye atatokea kwa ajili ya kuwahukumu wale waliokufa na walio hai, kwa sababu waliokufa aliwapelekea injili. Kuna makaburi zilifunuliwa wakatoka ndani kwa sababu ya kuamini. Kuna wale ambao hawakuamini waliachwa katika zile kaburi, na akakuja tena duniani akaleta kifunguo cha injili ili kila aliye duniani apokee injili. Akaunganisha ulimwengu kwa walio hai na waliokufa ili kila mmoja akawe ashapokea injili. Wakati hukumu itakapokuja, kila mmoja alipwe kulingana na kazi yake aliyoitenda duniani. Wakati unapoingia katika shamba la Bwana, mpendwa, usiniangalie vile nilivyo nami nisikuangalia vile ulivyo. Angalia mwili wa ndani. Mungu mwenyewe anatumia moyo, hatumii hii sura ambao tuko nayo. Anatazama kiungo kilicho ndani yako, kinamnena yeye ni nani, kina uwezo gani. Kwa hivyo hizi shughuli ambao ni za ulimwengu, wachana nazo, mtegemee Mungu. Anajua kesho yako, anajua mwaka ujao, anajua jioni kutakuwa namna gani, lakini wewe unangojea sababu haujui. Ya Yesu anakwambia mazuri. Ambia mwenzako Mungu anakutafuta. Ambia mwenzako Mungu anakutafuta. Umtumikie katika roho na kweli. Katika roho na kweli. Kwa hivyo nakuonya leo, usikuje hapa kama vile unaendanga sokoni. Uje hapa kijua unakutana na mfalme wa uzima ambaye amejaa vyote na anaweza kukubariki na vyote, hata vile ambavyo hautarajii. Ye Yesu makofi mazuri. Ye Yesu makofi mazuri. Una sehemu katika shamba la Bwana, na ukiwa una sehemu katika shamba la Bwana, kimbizana na kujua hiyo sehemu inahitajika nini. Nahitajika nikatumike namna gani? Nahitajika nikasimame namna gani? Nahitajika nikamtegemee Bwana namna gani? Kwa sababu hakuna jambo lisilowezekana mbele ya macho ya Bwana. Akina Petro nimekwambia walihangaika, wakatayarisha nyavu zao. Wanapewa sifa, wanapewa sifa. Wakaitana, wakashauriana yale masaa watafika baharini, ndio waende wapate chakula cha kila siku na wafanye biashara kupitia kwa wale samaki, ndiposa wasipungukiwe. Lakini wajaribu siku kuenda siku. Ndio sababu siku hii inatajwa peke yake, waliokuwa wamelala mahali pale na hawakupata chochote. Lakini majira ya asubuhi Yesu akatokea
Wakati alipotokea, wao walipata kile ambacho walikuwa wamekitafuta katika bahari, lakini walikipokea kupitia kwa neno. Majira haya, wakati ambao moyo wako utakuwa umeimarika na umesimama na Mungu, jua kana kwamba Yesu anakutokea. Yesu anajitokeza kwako. Amesema atajidhihirisha kwetu. Kwa hivyo anajidhihirisha kwako na kwangu, ili tukatumike vile ambavyo Mungu anahitaji. Na wapendwa, tukishikilia hilo tu, Bwana atakuinua mpaka ushangae. Bwana atakubariki mpaka ushangae. Bwana atakufungulia milango mpaka ushangae. Pigia Yesu makofi mazuri. Wacha kujihangaisha. Mungu yuko na yeye anaweza. Mungu yuko na hakuna jambo linaloshindikana kwake. Na ikiwa hivyo, ujumbe wa Mungu ni kana kwamba tutafute vile ambavyo tunakuwa sawa na yeye, tutamtumikia katika roho na kweli. Amen. Tuko pamoja? Naelewana wapendwa? Tunaelewana? Ndio, najua mapito ni mengi, lakini hata kwa kila pito unashindaniwa na Bwana. Hakuna pito ambao unafikia kujishindania. Hakuna. Haujui vile ambavyo umetoka chini, kutoka uzaliwe mpaka mahali ambao umefikia. Hakuna siku ambao ulijileta mpaka mahali pale. Katika urefu wako ambao unaendelea kuwa mrefu, hakuna yeyote aliyejiongeza kimo cha kidole chake. Lakini Mungu amebebana nawe kutoka chini mpaka mahali ambao umefikia. Kile ambacho kinahitajika ni umjue zaidi. Kile ambacho kinahitajika ni umuelewe zaidi. Ni ujitolee. Bwana apewe sifa. Daudi wakati alikuwa machungani, moyo wake ulikuwa unajua kana kwamba ametii Mungu na ametii baba yake. Wakati anapotumwa machungani, anafungulia kondoo anaenda, lakini mbingu ilikuwa imemuona, mbingu ilikuwa imemtenga, mbingu ilikuwa imemuidhinisha. Na ndio unaona, nenda ukamwagilia mafuta, huyo ndio atakaye kuwa mfalme wa Israeli. Pia Yesu makofi mazuri. Kile ambacho kiko ndani yako mbingu inakielewa. Kile ambacho kiko ndani yako Roho Mtakatifu anaelewa. Ile mipango ambao ni yako Mungu anaielewa. Muachie, muwekee mbele zake na umwambie, nimekuja sasa, nitumie kama chombo chako, ili wakati unaponitumia nijue ile kazi vile ilivyo na niitende bila kung'ang'ana. Anapewa sifa. Anapewa sifa. Na ndio nilikwambia, kama Mungu alipanga atakubariki, anajua siku yako. Hiyo siku haitapita, sababu wakati anaposema ndio, hakuna wa kusema hapana. Wakati ambao wameweka tick, hakuna mtu atakuja kuweka x ama makasi. Bwana apewe sifa. Yeye atahakikisha ahadi aliyokuahidia ameitimiza. Bwana apewe sifa. Lakini inategemea unaomba namna gani. Inategemea umeingia kwa shamba la Bwana namna gani. Inategemea umeamua kumtumikia namna gani. Usimtumikie Bwana kwa sababu una mahitaji. Hello. Usikuje hapa kwa sababu una mahitaji. Yeye anajua una mahitaji, lakini jihudhurishe mbele zake. Tuko pamoja? Unaelewana? Poli, niangalia Molei. Molei, angalia Poli. Swali ni Molei, uliza Poli, wewe unajua nimekula nini asubuhi? Na hata uking'ang'ana unaweza ijua. Mbona amuulizani? Ya. Bwana apewe sifa. Bwana apewe sifa. Amen. Robert, yuuliza huyo dada. Saa hii unajua anawaza nini? Wacha unijibu, muulize. Yeye ndio anafaa kukujibu. Yeye ndio anafaa kukujibu. Hivyo ambavyo hauwezi jua siri ya mwenzako, hivyo ndivyo kulivyo mbinguni. Lakini yeye aliye juu, siri ambazo hatuzijui, yeye anazijua. Yeye anazielewa. Bwana apewe sifa. Bwana apewe sifa. Kwa hivyo chukua hatua ya imani mpendwa. Mbingu hii inatuhitaji. Mwisho wetu ukifika, tunafaa kukaribishwa mbinguni. Tunafaa kuwa na mwana wa Adamu. Bwana apewe sifa. Wanadamu sisi tunahukumiana vile tulivyo. Amen. Tunahukumiana vile tulivyo, tunaneneana vile tulivyo, lakini sio hivyo ilivyo juu mbinguni. Mungu anatunenea kulingana na mioyo yetu vile ilivyo. Amen. Ye Yesu makofi mazuri.
alipigana vita nyingi sana. Amen. Amen. Na alisimama na Mungu zaidi. Na wakati alipokuwa anaona watu wanamgosea Mungu, alikuwa anawaua. Bwana apewe sifa. Lakini ikafika wakati Mungu alikuwa anahitaji kujengewa nyumba. Akamwambia, wewe hautanijengea nyumba kwa sababu mikono yako imemwaga damu nyingi. Lakini mtoto atakayetoka viunoni mwako, huyo ndiye atakayenijengea nyumba. Baya alikuwa ni Suleimani. Wakati Suleimani alipopatikana, alikuwa katika ndoto na Mungu akamwongelesha. Kutoka mahali pale Suleimani akatumiwa. Yeye ndio aliyejengea Mungu nyumba na pia akafikia kujenga nyumba yake. Bwana apewe sifa. Na baada ya hapo ndio nakwambia Suleimani alikuwa na hekima kuamini kana kwamba yote inawezekana kwa Bwana. Ndio alienda akamtolea zaidi ya ngamia 1000 sadaka ya shukrani. Na kutoka pale akaendelea kutumiwa na Mungu. Bwana apewe sifa. Jambo ni nimekuambia leo na nitakurudia. Kama ushaingia katika nyumba ya Bwana, jua ni shamba la Bwana na kuna kazi inahitajika itendeke. Na huu si wakati, hizi ni nyakati za mwisho. Na zikiwa ni nyakati za mwisho, nitakaa karibu na wewe na niwe nimetumwa na shetani ili nikuondoe katika ile laini ya Mungu uko nayo, ili nikupeleke nje ya laini ya Mungu, ili nikupotoshe kuondokea wokovu, sababu huo ndio utumishi ambao ninatumika. Lakini nikiwa na Roho wa Bwana, nitakuelewa mapema, nitakuwepa mapema, nitakushauri mapema, nitajitenga nawe mapema, ili Mungu ambaye anaishi ndani yangu aendelee kudumu. Lakini unapata mtu anapitana tu na mtu mwingine, wanakosana tu kidogo. Yule mtu Jumapili haonekani, anasema hiyo sio kanisa peke yake. Hiyo ni kama kusema hiyo sio shamba la Mungu peke yake. Mungu ana shamba ingine. Mungu ana shamba mbili, ana shamba moja, kumtumikia na kutafuta uzima wa milele. Wala apewe sifa. Wala apewe sifa. Mtoto wako akikukosea unafanyanga nini? Unatandika. Akikakaa na kuita aje? Mama. Saa hii ni kukemea hapa. Utasema hata huyo hata kama alikuwa baba yangu wa kiroho nitaenda kutafuta mwingine. Kwa hivyo wewe utakuwa ni baba wa kuna baba wa kambo. Utakuwa na baba wa kambo, stepfather. Hapana. Bwana apewe sifa. Isaka na Ismail, nani alikuwa mtoto wa agano? Isaka. Kwa nini sio Ismail ndio alikuwa mkubwa? Ndoa isiyo halali. Alikuwa mtoto wa mjakazi. Na Mungu akamwambia huyo ndio atazaa mwana, na huyo mwana ndio atakuwa mwana wa agano. Na akakuja kuzaliwa na agano na Mungu likatimia ndani yake. Bwana apewe sifa. Sasa wakati nimekuhubiria miaka 5, miaka 10, na unarudi unasema huyo sio baba, niende kwa mwingine. Chukua yule mtoto wako, pelekea mzee mwingine kwa barabara, enda umwambie enda ule huyo mtoto. Akienda pale atatandikwa. Wakati utakutania njiani na yeye utapata ako na vidonda kwa sababu apendwi na kwa sababu sio damu ya pale. Acha nikwambie kitu mpendwa. Sisi tunajihangaisha na tunatafuta kuzimu pasipo kuelewa. Ushakuja na sadaka yako, nishakushika na mkono wangu nikakunenea mbingu ili ikanene juu yako. Ushakuja kwa hii mabati iko hapa, ushaweka sadaka hapa. Hii madhabahu ishanena juu yako. Lakini wakati ambao dada yako anakukosea, wewe ndiye huyo mbio unaenda kwa kamkebe ingine, unaenda kuweka sadaka yako huko, unaenda unashikwa na mtu mwingine, haujui roho yake. Yule wa kwanza ulikuwa umemtambua, ulikuwa umemjua, ulikuwa umemuelewa, umeondokea. Shetani ashindwe. Kuanzia leo shikamana na Mungu. Ambia Mungu kitu kimoja, ndio ukatafute baba mzuri. Amen. Baba wa haki na kutuma, hata kama inawezekana funga siku 3. Uliza yule mzee ananipigianga kelele pale, ana wewe Mungu ama hayuko na wewe? Kama hayuko na wewe niambie, niondoke na unipe mwingine ambaye amekusimamia.
Kesho Monday, Tuesday, Wednesday, enda uingie kwa maombi. Ukiambiwa na Mungu mimi sina yeye, toka uende. Sitakufuata. Mimi sina mbingu ya kukubariki nayo. Hata nikijenga ya miti siwezi kukupeleka huko eti. Kuna mwenye mbingu. Amen. Amen. Kuna mwenye mbingu. Kuna mzee alikuwa hapa, alitoka upande wa Mbitini na huko. Bwana apewe sifa. Huyo mzee alinishangaza na hata nilikuwa nacheka mpaka nacheka na ndani. Haoni nikicheka, lakini sasa najiuliza huyu mzee ananiambia nini? Kwanza kuna yale madhabahu ambayo wazee wetu walikuwa wanaiendea, wanachinja kondoo ama mbuzi, mvua inanyesha. Amen. Sasa baba huyo mzee alikuwa hapa, alikuwa anasimamia hizo altars. Na wakati alipokuwa anasimamia, sasa ikawa mzee amekufa. Shamba izai. Amen. Hakuna mbuzi pale, hakuna ng'ombe, akinunua zinakufa. Akaniambia ndio sasa ainuke aanze kunitafuta. Kijana yake alikuwa na sungura mingi sana, zilikuwa 24. Amen. Siku moja tu asubuhi, asikuwa na ugonjwa, akapata zote zimeanguka na zimekufa. Akaanza kuuliza hii ni nini inaendelea? Kutoka hapo akaleta mchungaji wa kwanza kwa mboma. Hakuna kitu ilibadilika. Akaleta wa pili, hakuna kitu ilibadilika. Wa tatu, hakuna kitu ilibadilika. Wa nne, hakuna kitu ilibadilika. Wa tano, hakuna kitu ilibadilika. Wa sita, hakuna kitu ilibadilika. Akakasirika na akasema nimewacha. Wakati alipokuja hapa nilimuuliza, unakulanga miraa? Sigara unavuta? Pombe unakunywa? Nikamuuliza hii madhabahu ingeondokaje? Baba yako aliishikilia na akakuachia, na wewe hutaki kuiacha, na unataka kuita mtu wa Mungu hata kama hajaelewa hiyo, ili akuje akutolee na inaishi ndani yako. Akaniambia katika hao wote 6 hakuna mmoja aliyenena neno hilo kwangu. Kwa hivyo ile kitu sasa nasema nimepona kutapika damu, na mwezi wa 8 nitaanza kutafuta vile ambavyo wewe mwenyewe utakuja ufanye yale ambao hawakufanya, na nakuhakikishia leo, sababu mimi hata watoto wangu ukiwaona ni wakubwa kunishinda, huwezi sema kama ni wangu. Pombe nimeachia hapa kwa madhabahu, miraa nimeachia hapa kwa madhabahu, sigara zitavuta tena. Hebu kuja mwezi wa 8 tuone kama kutabadilika. Na kitambo tupike hiyo mwezi wa 8 kutakuwa kumebadilika. Sababu yeye ameacha ile madhabahu. Sasa akasema sasa nitamtafuta Mungu. Sasa lazima nisimame na Mungu, ili kile ambacho hakikawahi badilika kikafikia kubadilika. Ya Yesu makofi mazuri. Kwa hivyo nakuomba leo kama inawezekana, kwa sababu uko katika shamba la Bwana, mshauri mwenzako. Bali unaona mwenzako anadidimia, mshauri na umuombee. Sababu inafaa tushikamane pamoja tuende mbinguni, kwa sababu tushajua wokovu, tushajua neno, tushajua Roho Mtakatifu. Shauri mwenzako, muombe mwenzako. Safari hii hatutaweza pasipo na Roho Mtakatifu. Anaweza kuwa amekuja, wewe una roho, yeye ana roho, anahitaji kutoka kwako ili akafunguliwa, apokee roho, ili asafiri safari iliyo na ushindi wa Roho Mtakatifu. Ya Yesu makofi mazuri. Unasikia maandiko yanasema yeyote yule atakayebeba jembe na kuingia kwa shamba kisha akaangalia nyuma, huyo anastahili, na huyo sio mwanafunzi wako. Bwana apewe sifa. Unaingia tu na ukiona vikwazo, wewe ndio huyo mbio. Anasema huyo sio mwanafunzi wangu hata kidogo. Shauri mwenzako, ombea mwenzako, mtakie safari njema ya kutafuta uzima wa milele. Sababu kuna siku itafika, hizi vichwa zote ambao tuko hapa hatutawahi kuonekana duniani tena. Ni wapi ambao tutakuwa tumeelekea, wapendo? Ndio unasikia Yesu anasema mtakuja kuhukumu walio hai na waliokufa. Bwana apewe sifa. Na bado anasema katika shamba lake ujira wake mkononi mwake, ili kumlipa kila mtu kulingana na kazi yake vile ilivyo. Tenda kazi upate malipo. Amen. Bwana apewe sifa. Amen. Bwana apewe sifa. Si ufanye kazi hata wakati roho, mwili wa roho ambao utafika mbinguni ukateuliwe kuongoza malaika. Sababu kuna kazi uliyofanya na bidii.
Bwana apewe sifa. Ndio unasikia wale wazee 24 wakati walipotambua injili ni nini, wakamtambua Mungu ni nani, wakatambua Yesu ni nani. Maandiko inasema na kwamba kila saa wako pale wakiinama na kuinuka, wakiinama na kuinuka kwa ajili ya kumtukuza Mungu, kwa ajili ya kumpa sifa, kwa ajili ya ule ushindi ambao walipigia kuupokea. Bwana apewe sifa. Bwana apewe sifa. Tueneze injili kwa kanisa, tueneze injili Mambomani mwetu, tueneze injili kwa piloti zetu, tueneze injili mahali popote ambao tunafanya kazi. Sio wakati ambao unaacha kanisa hapa, kesho Monday ukienda kazini, wewe ndio unajua mtu ataanguka aje. Sasa umeanza kuabudu ufalme wa dunia. Amen. Hiyo inaulizwa Mungu. Yeye ndio anakuambia enda ukapige kura ama usipige kura. Akwambia piga kura ya mbinguni, wacha kaachana na kura ya duniani. Unajua mimi sijui dunia iko namna gani. Bwana apewe sifa. Amen. Bwana apewe sifa. MCA wa kwako unamjua? Achana na Ruto, unamjua? Wewe MCA wa kwako unamjua? Ha? Hai. Nani anajua MCA wake? Na usiniambie ulimjua wakati ulikuwa unatafuta pesa. Nani anajua MCA wake? Kuna siku alibisha kwa mlango yako? Ha? Kuna siku ulimpigia simu kamwambia analala njaa kutumia 150 ya unga? Ha? Lakini uliamka mapema asubuhi ukapiga line umpigie kura. Utamuona tena 2027 mwezi wa Manane. Anakuambia si unaona zile barabara vile tumetengeneza. Zingine za kwetu huko zimejaa maji hata hazipitiki. Najua ukinichagua tena hii ndio itakuwa ya kwanza. Shetani ashindwe. Shetani ashindwe. Sababu anajua anakudanganya. Akiingia kwa hiyo ofisi kuna mamilioni atapata. Lakini wewe utakanyanga hiyo barabara mpaka miaka 5 ishe tena. Na kwa sababu atakuja kukuomba tena kura, utampata yeye ndio mwenye biashara kubwa kubwa hapa Nairobi. Wewe uliyempigia kura ulipata nini? Ndio hata viongozi uliona walikuwa wanateuliwa na Mungu katika Biblia. Wala apewe sifa. Wala apewe sifa. Na ndio Judazi Iskarioti anauliza Yesu, kwa nini wewe wataka kujidhihirisha kwetu lakini sio kwa dunia? Kwa nini unataka kujionyesha kwetu lakini hujionyeshi kwa dunia? Anawaambia dunia inijui lakini nyinyi mnanijua. Sisi ambao tunamuelewa Mungu. Bwana apewe sifa. Bwana apewe sifa. Mbia mwenzako mimi sasa kuanzia leo. Mimi sasa kuanzia leo nitakuwa nabii wako. Ukatae ukubali. Nitakushauri. Angalia mwenzako, wacha kuniangalia. Ongea na mwenzako, uongee na mimi. Nataka muangaliane. Unajua amri hii inatoka mbinguni, haitoki kwangu. Angalia mwenzako. Mungu ndio anasema hivyo. Mwambie kutoka leo. Mimi ni nabii wako. Mimi ni mshauri wako. Mimi ni mshauri wako. Na nitakushauri kwa neno la Bwana, kwa njia ya Bwana na kupitia Roho Mtakatifu. Ukishika faida kwako, usiposhika hasara kwako. Hukumuni ni wewe na Mungu na Baba. Ya Yesu makofi mazuri. Ya Yesu makofi mazuri. Wapendwa, vikao ambazo tutafanya tumshukuru Yesu. Vikao ambazo tutafanya tushauriane kwa neno la Bwana. Vikao ambazo tutafanya tuonyane kwa uwezo wa Bwana. Amen. Na ujue kitu moja, wakati unaokoka kwenu haupendi. Kwenu haupendi. Bwana apewe sifa. Wakati Yesu alipoenda kwa kijiji chao, hata alinena akasema, nabii na wewe ukienda nyumbani ukikataliwa unauliza kwa nini hao watu wananichukia? Sababu hujui umebeba nani. Nafaa hata wakikuchukia uwaombee, wabebe kile ambacho umebeba. Na wakati utakapofurahishwa na hilo, kuna mtu ambaye atapatikana na shida, hajaribiwe kupelekwa kila mahali, mwisho utaitwa. Neno moja lako litaokoa yule mtu. Waanze kusema kumbe tulie dharau ana uwezo wa kututoa shimoni. Amen. Ya Yesu makofi mazuri.
Ya Yesu mababu mazuri. Bwana apewe sifa. Maandiko inasema ulimwengu umetuchukia. Bwana apewe sifa. Hauwezi ukatupenda kwa sababu sisi sio wa ulimwengu. Kwa hivyo tushateuliwa, tushatengwa, tumehifadhiwa ulimwenguni, lakini tumehesabiwa wa mbinguni. Tukiwa tumehesabiwa wa mbinguni, wa duniani hawatafikia kukupenda. Bwana apewe sifa. Kwa hivyo naomba kama inawezekana, tii neno la Bwana, tii mahubiri. Angalia Biblia vile ambavyo inakwambia. Kazi ya Bwana katika shamba lake itende pasipo na kung'ang'ana. Bwana apewe sifa. Yule anayekuchukia kwa ajili ya kumuonyesha na kumwambia tutende hili na hili, wachana na yeye, kwa sababu yeye ako hapo kukukwaza ili usifikie kile kiwango. Lakini wakati ambao umeona hii ndiyo njia na haya ndiyo nastahili kutenda, ndiposa Mungu akanishukie na akaonekane kwako, tenda na Mungu ataonekana kwako. Ya Yesu makofi mazuri. Ya Yesu makofi mazuri. Kwa hivyo hii mambo ya kuingia kwa shamba na kuondokea shamba tuachane nayo. Amen. Hata ukienda nyumbani, ukipita kwa zile njia za kwenu, unapatanga shamba imezaa mahindi mbele na ingine imezaa ile ambayo haiwezi ingia kwa posho mingi. Ikiingia inapita ikiwa mzima. Unapata eka moja haiwezi jaza gunia. Halo. Na ukiingia hapo utapata michongoma na miipa iko wapi? Ndio unaonanga aliye na hekima ako na jembe, ako na panga, ako na shoka, ako na silasha. Bwana apewe sifa. Wakati zile magugu zinamea, anapitia kule katikati, anazitoa, anachota mchanga huku kando kando, anawakelea kwa mizizi ya mahindi. Hiyo mahindi inaendelea kukua. Bwana apewe sifa. Ndio unaona katika ufalme ambao tunaishi, huu wa ulimwengu, walikuja wakapungua. Wakati ng'ombe zilipungua, ndio zilikuwa na mbolea. Nao wazungu wakaleta fertilizer. Waharibu mchanga, kule chakula ya fertilizer, tukufe mapema. Si walisema wako na uwezo wa kumaliza dunia? Si hata wewe umeokoka unaendaka kuiweka hapo ukisema mengi yangu inamea haraka izae. Kwa hiyo ndio kuniangalia na uchungu iko hivyo. Iko hivyo. Fertilizer imetengenezwa na nini? Sio ni acid. Wakati ambao utapanda mara 3, sema mara 4 siweki fertilizer, enda upande na uache. Tuone kama utavuna. Hakuna kitu itatoka. Hakuna. Hiyo mahindi utaweka chini ikuliwe pale, kitambo ime itakauka ikiwa na matawi 3. Amen. Lakini walituambia ng'ombe zimepungua, mbolea haiwezi tosha, acha tulete ya kizungu. Tuko pamoja? Tegemea Mungu. Mungu atakulisha, Mungu atakuongoza, Mungu atakubariki, Mungu atakupigania na Mungu atakuandalia meza mbele ya watesi. Bwana apewe sifa. Tukiwa hapa kesha, kuna swali niliuliza hapa. Shetani wako ni nani? Shetani wako ni nani? Hebu wekelea shetani wako mkono. Wekelea shetani wako mkono. Victoria zaki mchezo, wekelea huyo. Ndiye shetani wako na wewe wekelea huyo. Huyu ndiye shetani wako. Wekelea wewe, wekelea. Unafanya nini? Wekelea huyo. Akikuwa mkubwa. Mwambie nimejua leo. Wewe ni shetani wangu. Wewe ni shetani wangu. Mwambie wewe na ushetani wako hauwezi kuzuia uzima wa milele. Wewe leta ushetani, mimi nilete uzima, tushindane. Wewe ni nani yako na nguvu? Na naamini niliye na uzima nina nguvu kukushinda. Kwa hivyo beba ushetani wako, tupa nje, pokea uzima. Muulize, umesikia? Umesikia? Yesu ndiye kiongozi wako. Shetani na pembe zake mwache. Ukimtegemea atakuchoma kwa moto, lakini Yesu utasherekea na yeye mbinguni pamoja na malaika. Mwambie hata ukinitukana, hata ukinipiga vita, nitakupenda na hiyo sura yako.
Nitakupenda na hiyo sura yako. Na hakuna kitu utanizuia. Nitaenda na hiyo matusi. Na utanipata mbinguni. Utaniona ukiwa motoni. Wacha matusi, wacha madharau, wacha kiburi, wacha masengenyo. Simama na ukweli na unisaidie tuende mbinguni. Pia Yesu makofi mazuri. Pia Yesu makofi mazuri. Na mbarikiwe, na mbarikiwe, na mbarikiwe. Lakini kuanzia leo mwenzako asiwe na uwezo wa kukukwaza uondokee safari. Amen. Bwana apewe sifa. Amen. Wewe unajua kikwazo ikicha ni ya kunitia nguvu kuendelea. Ni ya kunipa imani ya maombi. Amen. Ni ya kunipa imani ya kusoma neno. Amen. Ni ya kunipa imani ya kuamka mapema na kuomba. Amen. Pia Yesu makofi mazuri na ubarikiwe. Yote katika ibada.